kwamba watu siku za mwisho wasije wakasema kwamba hawakusikia. Kwa hiyo injili lazima ihubiriwe. Msomaji, niko injili lazima ihubiriwe kabla ya mwisho wa dunia. Injili sharti ihubiriwe kabla ya dunia kuisha. Injili sharti ihubiriwe kabla Yesu hajarudi. Msomaji, niko 24:3 Mathayo 24:3 Mathayo inasemaje? Hata alipokuwa ameketi katika milima Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisemaje? Tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini na ile ya kuja kwako? 14 nasemaje? Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kwa hiyo injili ni sharti ihubiriwe, hiyo ushuhuda kwa ajili ya mataifa. Kwa nini? Kwa sababu wakati huo Yesu atakaporudi, usije ukasema kwamba ukusikia. Wakati huo Yesu atakaporudi, usije ukasema kwamba ukusikia. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuleta ujumbe wa siku za mwisho. Tuko hapa kwa ajili ya kuleta ujumbe wa siku za mwisho, maana tunaambiwa Babeli inaanguka. Kwa hiyo lazima tuonyeshe kwa namna Babeli ilivyoanguka. Lazima tuonyeshe kwa namna Babeli ilivyoanguka. Nisaidie Isaya 58 mstari wa kwanza. Tuanzie hapo sasa. Isaya 58 mstari wa kwanza. Kwa hiyo lazima tuhubiri kweli kabla Yesu hajarudi, ili usije kusema kwamba hukusikia. Kwa maana dalili zote zinaonyesha muda wowote mwana kondoo anatua, mfalme wa falme anaingia. Kwa hiyo lazima tuambie kwamba anarudi, ili usije kusema kwamba hukusikia. Kwa hiyo ni wakati wa kuelezana ukweli bila kupepesa. Ndio. Soma msomaji. Inasemaje? Piga kelele usiache. Rudia tena. Piga kelele usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Wahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Rudia andiko. Inasemaje? Piga kelele usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Wahubiri watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Kwa hiyo tumeambiwa kwamba tupige kelele ili tuvumilie dhambi zao. Kwa hiyo Biblia imeturuhusu tupige kelele kwa ajili ya kuhubiria dhambi zao. Ndio. Soma mstari wa pili. Mstari wa pili inasemaje? Walakini watanifuata kila siku, upenda kujua njia zangu, kama vile taifa waendao. Kwa hiyo hao watu sasa ambao tunaambiwa kwamba tuwahubirie wanapenda kujua njia za Mungu. Ndio. Wanapenda kumjua Mungu, wanapenda kusikia habari za Mungu. Nisaidie Warumi 10 mstari wa pili. Kwa hiyo hao watu sasa ambao tumeambiwa kwamba tuwapigie kelele kwa ajili ya kuhubiri ukweli, kwa ajili ya kuondoa makosa yao, tumeambiwa kwamba wanamtafuta Mungu, lakini wanatafuta Mungu si katika maarifa. Soma andiko. Inasemaje? Kwa maana nawashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kwa hiyo wanajuhudi kwa ajili ya Mungu si katika maarifa. Ndio. Kwa hiyo unaweza kutumia nguvu kumwabudu Mungu lakini si katika maarifa. Ndio. Ndio maana tunaambiwa watu wangu wanaangamia kwa sababu hawana maarifa. Ndio. Watu wanaangamia kwa sababu hawana maarifa, kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo sasa tumeambiwa tupige kelele kwa ajili ya kuhubiri dhambi zao, kwa ajili ya kuhubiri dhambi zao. Lakini Yesu anasema kuna manabii wa uongo watakao kuja siku za mwisho, na hao ndio wanatakiwa kuwafunulia. Msomaji, niko. Rudia 24:11 Mathayo. Kwa hiyo Yesu anasema kabla siku za mwisho kuja yeye, sharti injili ihubiriwe na manabii watakuwa wengi na sharti wafunuliwe. Kwa hiyo lazima ujue sasa ibada iliyoko ndani ni ya Mungu au ni ya hayo manabii wa uongo. Soma andiko. Inasemaje? Tena habari 11 inasema na manabii wengi wa uongo watatokea. Rudia tena. Na manabii wengi wa uongo watatokea. Rudia tena. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Kwa hiyo watu wengi watadanganywa baada ya manabii wengi kutokea. Watu wengi watadanganywa baada ya manabii wa uongo wengi kutokea. Nisomee 24 hapo. Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Ndio tena. Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Wala si manabii tu, hata makristo wa uongo watatokea. Ndio. Wewe tunaenda kwa nabii wa uongo
jua wewe ni Mkristo wa uongo kabisa. Ikiwa wengi mnakuwa na Kristo wa uongo kabisa. Ndio andiko inasema na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini wale wateule. Kwa hiyo ishara sio kigezo cha kujua nini? Cha kujua nabii wa kweli. Ishara sio kigezo cha kujua nini? Cha kujua nabii wa kweli. Kwanza kipindi cha awali manabii wa uongo waliokuwa waganga walikuwepo, nao walikuwa wanatumia ishara. Ndio nisome Kutoka 7:8. Manabii wa uongo walikuwepo, walikuwa wanatoa ishara kana kwamba ni watu wa Mungu, lakini bado walikuwa ni manabii wa uongo. Kwa hiyo ishara sio kigezo cha kumjua nabii wa Mungu. Kabisa. Inasema Bwana akanena na Musa na Haruni akawaambia, Farao atakaponena nanyi na kuambia nifanyeni miujiza, ndipo mtakapomwambia Haruni, shika fimbo yako uimwage chini mbele ya Farao ili iwe nyoka. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaimwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikageuka kuwa nyoka. Ikageuka kuwa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na waganga na Wamisri, wakafanya hivyo hivyo kwa uganga wao. Wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikageuka kuwa nyoka, lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao. Kwa sasa Musa anaambiwa abwage chini fimbo, na Farao naye anaita waganga wake, wanamwaga fimbo chini, inageuka kuwa nyoka. Sasa msomaji, niko awaganga kipindi hicho walikuwa ni wasasa, na wasa wamefungua kanisa kubwa sana. Sio nasema ni manabii, sio wamepata washirika kabisa. Ishara sio kigezo cha kujua nabii wa Mungu. Ishara sio kigezo cha kujua nabii wa Mungu. Nisaidie Marko 8:11. Ishara sio kigezo cha kujua nabii wa Mungu, kwa sababu Yesu anasema manabii wa uongo wataongezeka, watakuwepo siku za mwisho. Manabii watakuwepo na watafanya ishara yamkini kuwapoteza watu wa Mungu. Kwa hiyo watu wa Mungu wamepotezwa kwa kigezo cha ishara. Soma andiko. Inasemaje? Wakatokea Mafarisayo wakaanza kuhojiana naye. Inasema wakatokea Mafarisayo wakaanza kuhojiana naye, wakitafuta ishara itokayo mbinguni. Wakitafuta ishara itokayo mbinguni. Wakitafuta ishara itokayo mbinguni, wakimjaribu. Akaugua rohoni mwake, akasema, mbona kizazi hiki chatafuta ishara? Amini nawaambieni, hakitapokea ishara. Inasema hakitapewa ishara kizazi hiki. Kizazi hiki hakiwezi kupokea ishara ya Mungu. Kizazi hiki hakiwezi kupokea ishara ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu watu wamekataa kufuata utaratibu wa Mungu. Watu wamekataa kufuata utaratibu wa Biblia. Kwa hiyo wanaona sasa bora tuende kwa manabii wa uongo watupe ishara. Sasa wewe nenda kwa nabii wa uongo huyo, mwisho wa siku Yesu arudi, utajua kwamba ulikuwa unacheza. Nenda kwa nabii wa uongo anakudanganya, alafu mwisho wa siku unalalamia hapo, na mtu akufunulia ukweli uweza hata kushtuka. Kwa ishara sio kigezo, ishara sio kigezo cha kumtambua nabii wa Mungu kabisa. Ishara sio kigezo kabisa cha kumtambua nabii wa Mungu. Nisaidie Wakorintho wa pili 11:13. Ishara sio kigezo cha kumtambua nabii wa Mungu. Nabii anaamua, anakusanya watu, anakwambia ati njoni wote. Wewe njoo wote tu, hata ukivaa kimini wewe njoo, bado unavyotaka wewe njoo wote tu. Ujue duka umeweka, wewe ni mteja, uingie hapa pesa. Soma andiko. Inasemaje? Maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila. Watendao kazi kwa hila. Unaambiwa watu njoo, Mungu haangalii mavazi, anaangalia moyo. Sasa simtendee hichi. Soma andiko. Inasema maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wajigeuza wao na mfano wa mitume wa Kristo. Kwa hiyo ni watu wa uongo, ile wanajigeuza wao nini na mfano wa mitume wa Kristo. Wanasema wala si ajabu, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza yeye mfano malaika wa nuru. Kwa hiyo shetani
alijigeuza mfano wa nani? Malaika wa nuru. Inaendelea kusema basi si neno kubwa watumishi wake nao wajigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki. Shetani anajigeuza awe mfano wa malaika wa nuru, kwa sababu shetani alitupwa. Shetani alikuwa mbinguni akashushwa akatupwa baada ya kuasi, lakini alifanya mfano wa malaika wa nuru. Kwa hiyo hata watumishi wake sasa matapeli, manabii wa uongo, nao wanaeti waonekane ni watumishi wa Mungu, kumbe ni watumishi wa ibilisi. Kumbe ni watumishi wa ibilisi. Hizi ni nyakati za mwisho, hamna kuomba. Ukweli unapojua unahubiri kama unakufa kesho. Hakuna kuomba. Kwa hiyo msemaji, niko. Kwa hiyo sasa tunaona manabii wa uongo nao wanaeti kwamba waonekane ni watumishi wa Mungu, lakini wa shetani kabisa, lakini wa shetani. Sasa msemaji, niko nisaidia Wakolosai 2 na mstari wa 23. Twende juu ya pili. Wakolosai 2 na mstari wa 3 inasema ambaye ndani yake ambaye ndani yake. Wakolosai 2:23 inasema mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe. Kuna ibada walizojitungia ya kujitungia wenyewe, kuna ibada walizotunga wenyewe, kuna ibada walizotunga wenyewe kabisa. Sio za Mungu, ndio. Sasa tuzichungulie ibada walizotunga wenyewe, tuangalie kwa mujibu wa Biblia kabisa. Biblia ndio inaruhusu hivyo. Wakolosai 2:4 inasema kila mtu asengee mambo yake mwenyewe, Tuangalie ibada za kutunga kabisa, ibada za kutunga ambazo ni za manabii wa uongo, kwa sababu unapomwacha Mungu wa kweli lazima shetani akudake. Unapomwacha Mungu wa kweli lazima shetani akuchukue. Sasa twende tukaangalie ibada za uongo. Nisaidie Kutoka 32 mstari wa 1. Kufunua sasa ibada za kutunga ambazo watu wanashinda wanaruka nazo makanisani, ati Mungu ndio ameagiza hivyo. Utajua sasa kama uko kwa nabii wa uongo au kwa Mungu. Soma andiko. Inasema hata watu walipoona kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana, wakamwendea Haruni wakamwambia, haya, tufanyizie miungu itakao kwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetoka katika nchi ya Misri hatujui aliyompata. Kwa hiyo wana wa Israeli wanapoona Musa amekawia kutoka mlima Sinai anapoongea na Mungu, wanasema tunaona Musa amekawia, tunaona Musa amechelewa. Kwa hiyo tutengenezee Mungu wetu sasa, kumwabudu Mungu aliyetutoa Misri. Soma andiko. Inaendelea kusema, Haruni akamwambia, zivunjeni pete na dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu, mkaniletee. Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao, wakamletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama. Kwanza kuna pause hapo. Hebu endelea, halafu turudi kwa sanamu. Inasema akaifanya kwa sanamu ya ndama kwa kuiyeyusha. Nao wakasema, hiyo ndio miungu yako, hiyo ndio miungu yako Israeli, iliyokutoa katika nchi ya Misri. Naye Haruni alipoona jambo hili, akajenga madhabahu mbele yake. Haruni akaitangaza akasema, kesho itakuwa siku kuu kwa Bwana. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaenda sadaka za amani. Watu wakaketi na kula na kunywa. Kwanza wakaondoka wacheze. Subiri kwanza, hiyo kucheza weka kando kwanza, tubili na sanamu kidogo. Tunaona wana wa Israeli wanatengeneza sanamu, wanasema hii ndio miungu iliyowatoa Misri. Kwa hiyo sasa wanamwacha Mungu wa kweli, wanatengeneza sanamu kabisa. Tubili na sanamu kidogo, subiri nayo. Tunaona kwamba wana wa Israeli wanaacha Mungu wa kweli, wanatengeneza sanamu na kuanza kuabudu. Msomaji, na wakati huo sasa Mungu alikuwa ameshawapa sheria ya kwamba wasiabudu miungu mingine, ya kwamba wasizifanyie sanamu. 20 Kutoka. Mungu alikuwa ameshawaonya wasizifanyie sanamu, lakini wao sasa wanapoona Musa amekawia wanasema
tujifanyie sanamu. Wanatengeneza sanamu, wanaanza kuabudu. Sasa wewe Mungu, sanamu inaruhusiwa kuabudiwa? Soma andiko. Inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie, usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa Mungu alikataza kuchonga sanamu, kwa sababu sanamu sio kitu. Sanamu, unapochonga sanamu, maana yake wewe unasema sasa Mungu kweli akumba, Mungu wako anakuwa ni sanamu. Sasa wengine wamejaza sanamu kanisani, wanasema wakiziabudu tunaziheshimu, watemeazo shingoni tunaziheshimu. Ulishawahi kuchukua picha ya mama yako ukaipigia magoti? Wanasema tu kwamba hatuziabudu. Ujue kwamba palipo na sanamu kwanza Mungu huwa hakai kabisa. Nisaidie Ezekieli 8:5. Palipo na sanamu Mungu huwa hakai, kwa sababu sanamu ile huwa inawakilisha kitu, na Mungu asipokaa, maana yake anayokaa ni mapepo. Soma andiko. Ezekieli 8:5. Ezekieli 8:5. Sanamu ilipo Mungu huwa hakai hapo. Mungu huwa hakai. Mungu asipokaa, kinachokaa ni majini. Soma andiko. Inasema ndipo akaniambia, mwanadamu, inua macho yako sasa uangalie upande wa kaskazini. Basi nikainua macho yangu nikaangalia upande wa kaskazini, na tazama upande wa kaskazini wala wa mlango ilikuwepo sanamu ile ya wivu mahali pale pa kuingilia. Akaniambia, mwanadamu, akasemaje? Je, unayaona wanaoyafanya? Yaani haya ni machukizo makubwa wanaoyafanya nyumba ya Israeli, hata niende zangu mbali na patakatifu pangu. Mungu anaona kuna sanamu ya wivu katika lango la hekalu na kuingilia wale wa Israeli. Anamwambia Ezekieli, waambie anaona sanamu ya wivu inayomfanya aende mbali na patakatifu pake. Kwa hiyo Mungu anapokimbia, wale wanapeleka ibada, lazima iende kwa shetani kabisa. Nisaidie Wakorintho wa kwanza 10:19. Wewe unapopeleka ibada, palipo na shetani, palipo na sanamu, ujue Mungu hasogei, anatoka mti. Na asipokaa hapo, maana yake ibada inaenda kwa shetani. Ibada huwa ni mbili tu, aidha upeleke kwa Mungu au upeleke kwa shetani. Sema andiko. Inasema basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni vitu au yako. Inasema basi niseme nini? Ya kwamba kile kilichotolewa sadaka kwa sanamu ni kitu au ya kwamba sanamu ni kitu? Sivyo. Lakini vitu vile vitolewa sadaka vitolewa kwa mashetani. Vitolewa sadaka vitolewa kwa mashetani. Unatoa sadaka kwa sanamu, unajua unatoa kwa kitu, unatoa kwa ibilisi kabisa. Unatoa kwa mashetani, unatoa kwa mashetani kabisa. Umeona? Unatoa kwa ibilisi. Sasa nisaidie Isaya 45:20. Ile tuachane nayo, turudi kule kwa Kutoka 32. Watajua wenyewe waendelee kuabudu au kufanyaje. Wanaona na Yesu turudi 45:20 Isaya. Anasema jikusanyeni mje na kukaribia pamoja, ninyi mataifa mliookoka. Hawana maarifa wale wachukuao mti, hawana maarifa wale wachukuao mti wa sanamu yao, hawana maarifa wale wachukuao mti wa sanamu yao ya kuchonga. Inaenda kusema wamwambapo Mungu asiyeweza kuokoa. Sasa wanapochukua sanamu kama ni ya zero sijui ya shingapi, wanarudisha nguo kabisa, kwanza kusujudia, inaokoa? Haiokoa. Inaokoa ikianguka mpaka inyanyuliwe yenyewe inapata msaada. Nisaidie Zaburi 115:4. Inaokoa. Sanamu silipo kabisa pale, inasujudiwa, linasema lina kinywa, ina harufu, inanusa harufu. Hapana, inasema kwa nini mataifa kusema yuko wapi Mungu wako? Lakini Mungu wetu yuko mbinguni, alitakalo lote amelitenda. Sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya mwanadamu, zina vinywa lakini hazisemi, zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni, zina masikio lakini hazisikii, zina pua lakini hazisikii harufu, hazisikii harufu.
mikono lakini hazishiki, miguu lakini haziendi, wala hazitoi sauti kwenye koo zake. Wazifanyao watafanana nazo. Wanaochonga sanamu na kuanza kuziabudu, siku ya mwisho watageuzwa kama sanamu kabisa. Ndio maana hawasikii, kwa sababu sanamu zao hazisikii. Weka kando, rudi Kutoka 32, rudi Kutoka 32 mstari wa kwanza. Wana Mungu anasema hawana maarifa, wala wachukua mti wa kuchonga na kujifanyia sanamu na kuanza kumwabudu Mungu asiyeweza kuokoa. Inasema Mungu haonekani. Kwa hiyo unapochukua sanamu na kuanza kufikiria ati ni Mungu, ujue huyo unaabudu huyo mtu. Soma andiko. Inasema hata watu walipoona kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana, wakamwendea Haruni wakamwambia, haya, ufanyizie miungu itakayo kwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyo aliyetoka katika nchi ya Misri hatujui aliyompata. Haruni akamwambia, zivunjeni pete na dhahabu zenu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu, mkaniletee. Watu wote wakazivunja pete na dhahabu zao zilizo katika masikio ya kumletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama kwa kuiyeyusha. Nao wakasema, hiyo ndio miungu yako, Israeli, iliyokutoka katika nchi ya Misri. Naye Haruni alipoona jambo hili akajenga madhabahu mbele yake. Haruni akatangaza akasema, kesho itakuwa sikukuu kubwa kwa Bwana. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaenda sadaka za amani. Watu wakaketi wakila na kunywa, wakaondoka wacheze ibada za Baali na sanamu za sanamu, ndio ibada za uongo, ndio zinapatana na kucheza. Hilo la kwanza shika kabisa. Endelea na andiko. Inaendelea kusema wakaondoka wacheze. Bwana akamwambia Musa, haya, shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejaribu nafsi zao. Kwa hiyo Mungu anamwambia Musa, watu uliowatoa huko wamejaribu nafsi zao. Kwa nini? Kwa sababu wamechukua ndama, wamechukua pete, wakatengeneza sanamu. Wanapotengeneza sanamu wanaanza kuiabudu na kuanza kucheza kabisa. Kwa ibada ya sanamu, ibada ya Baali na Ashera inaambatana na kucheza katika viungo. Soma 17. Kwa inaambatana na kucheza, Inasema na Yoshua aliposikia kelele za watu waliokuwa wakipiga kelele, akamwambia Musa, kuna kelele na vita, kuna kelele ya vita. Yoshua alipokuwa na Musa, anapoona wanacheza sasa, baada ya kutengeneza sanamu ya ndama, anamwambia Musa, kuna kelele ya vita. Inaona zile ule muziki ule kucheza, Yoshua anaona ni kelele za vita kabisa. Walikuwa wajui jambo hilo. Inasema akasema, Musa akasema, hiyo sio kelele ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushinda vitani. Hiyo sio kelele inayopigwa kwa sababu ya watu kushinda vitani, wala si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushindwa, wala si kelele ya sauti kwa sababu ya watu kushindwa, bali kelele za watu waimbao. Watu wale walikuwa wanacheza na kuimba kabisa, na uimbaji wenyewe ulikuwa wa kelele kabisa. Ibada ya pili, pointi ya pili, ibada ya Baali, ibada ya sanamu, ibada ya manabii wa uongo, ndio inaambatana na uimbaji wa makelele kabisa. Inaendelea kusema hata alipokaribia malago, akaiona ile ndama na ile michezo, hasira ya Musa ikawaka. Unaona, kwa hiyo kulikuwa na michezo, walikuwa wanacheza, walikuwa wanarukaruka, walikuwa wanapiga kelele. Kwa ibada ya kelele, ibada ya kucheza, chanzo chake ni Misri kabisa, Maandiko yanasema washahidi ndio mashahidi kwa vile ndio watu wawili kabisa. Hiyo ni nani ya Musa hii. Sasa tuangalie upande mwingine, lazima tutoe ushahidi mwingine. Nisaidie Wafalme wa kwanza 18:18.
Mashahidi lazima wao wawili kuendelea. Hatuwezi tukatoa ushahidi wa mwandishi mmoja, lazima tuprove na mwandishi mwingine. Kwa ibada ya bahari, ibada ya manabii wa uongo inaambatana na makelele, inaambatana na uimbaji wa funjo, inaambatana na kucheza. Soma andiko inasema, naye akajibu, si mimi niliyotabisha Israeli. Huyo alikuwa ni Elia. Elia baada ya mfalme Ahabu kutenda makosa, Elia akailani nchi. Ndani ya miaka 3.5 haikunyesha mvua. Kwa hiyo Yezebeli alikuwa anawinda manabii wa Mungu. Yezebeli alikuwa anawinda manabii wa Mungu. Obadia akawaficha manabii 100 ndani ya pango. Elia akakimbia. Elia anatokea baada ya miaka 3.5. Anapotokea sasa, ndio mfalme anasema, wewe umeitabisha Israeli. Elia anasema, mimi sijaitabisha, ni kwa sababu wewe una nyumba yako, hamjashika amri za Mungu. Anasema, anaye akajibu, si mimi niliyetabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako. Kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana. Naye akawafuata Mabaali, nao umewafuata Mabaali, nao umewafuata Mabaali. Inasema, basi sasa upeleke watu wakusanyike jamii ya Israeli katika mlima wa Karmeli, na manabii wa Baali 450 na manabii wa Baali 450 na wale manabii wa Ashera 400. Kwa manabii wa Baali 450 ndio manabii wa Ashera 400. Sasa leo msomaji, ndio manabii wa uongo si wote wengi kama anajiita nabii wa Mungu na wote waelewani, si wengi ndio, na wote sio wasema watu wa Mungu kabisa. Mwingine sana fundisha hivi na mwingine fundisha hivi, ndio mwingine sana mpinga huyu na mwingine mpinga huyu kabisa, na wote sio watumia Biblia moja. Ndio sasa watu kwenda tutaenda mbinguni wakiwa nabii huyu anampinga nabii huyu na wote hawaelewani, si tutapigana ngumi huko mbinguni? Hapana, watafute mbingu yao. Roho na matatizo. Ndio hebu endelea andiko. Inasema, basi Ahabu akapeleka watu, atapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Eli akawakaribia watu wote, akanena, mtasita katika mawazo mawili hata lini? Bwana ikiwa ndiye Mungu, mfuateni, na ikiwa Baali ni Mungu, haya mfuateni yeye. Wale watu wakajibu neno hilo. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi. Arugaki Elia kwa sababu wengine walikuwa wanawindwa, wanauawa na Yezebeli. Mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni watu 450 na wa Ashera 400. Inasema kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili wao, na wakawachagulia ng'ombe mmoja, wakamkate na kumwekea juu ya kuni, wasitie moto chini, nami nitamtengenezea huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, na Mungu yule ajibuwe kwa moto, naye ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Elia akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja mkamtengeneze kwanza, maana ninyi ndio wengi, mkalitie jina la Mungu wenu, wala msilitie moto chini. Wakamtoa yule ng'ombe waliopeleka. Ndio wote msingi vizuri ili tunaona, maana kusema sana watu wanaweza sikuelewe kabisa. Tunaona Elia baada ya kuilani nchi, anapotokea sasa kwa Ahabu anamwambia, wewe umeitabisha Israeli, Kwa hiyo sasa Elia anasema, si mimi, ni wewe na nyumba yako, kwa sababu mmeasi amri za Mungu. Elia sasa anasema, ita manabii wako ili sasa tuangalie sasa Mungu atakayejibu kwa kweli, Mungu atakayejibu kwa moto. Ndiye Mungu wa kweli, atakayeomba mwingine mmoja taomba na mimi nitaomba, atakayejibu kwa moto, huyo ndio Mungu wa kweli. Na hapo ndipo tunapoangalia ibada za kweli. Ibada ya kweli inawakilisha Elia, ibada ya uongo inawakilisha na manabii wa Baali. Sasa wewe inabidi uchunguze, ikiwa ibada yako itaangukia kwa manabii wa Baali, jua kwamba wewe unamwabudu Baali. Ikiwa ibada yako itaangukia kwa Elia, ujue sasa wewe unamwabudu Mungu wa kweli. Kipimo kinaanza, operation inaanza. Ukiwa
una sifa za manabii wa Baali. Ikiwa unaendesha ibada kama walivyokuwa wanaendesha manabii wa Baali, jua kabisa, ujue kabisa, ujihakikishie kabisa unamwabudu Baali. Ile ibada yako ikiangukia kwa Elia, jua kwamba unamwabudu Mungu wa kweli. Inaendelea kusema wakamtoa yule ng'ombe waliopewa, wakamtengeneza, wakaliita jina la Baali, wakaliita jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema Baali utusikie, Baali utusikie, Baali utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu, nao wakarukaruka, kwenye Kutoka tumeona kwamba walikuwa wanafanyaje? Wanacheza na kurukaruka na kupiga kelele. Soma hapo, rudia. Inaenda kusema wakaliita jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, akisema Baali utusikie, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu, nao wakarukaruka. Inaendelea kusema wakamtoa yule ng'ombe waliopewa, wakamtengeneza, wakalitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema Baali utusikie, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu, nao wakarukaruka juu ya madhabahu, nao wakarukaruka juu ya madhabahu, nao wakarukaruka juu ya madhabahu. Ibada yako ukiwa unarukaruka kwenye madhabahu, ujue unamwabudu Baali kabisa. Ukiwa unarukaruka kanisani kwenye madhabahu, Mungu wako ni Baali kabisa. Endelea kusema ikawa wakati wa adhuhuri, Elia akafanyia ziaka, akasema kama tunafanya leo, mwiteni kwa sauti kuu, labda maana ni Mungu huyo, labda anazungumza na ana shughuli nyingi, au amesafiri, au labda amelala, sharti amshwe. Inaendelea kusema wakapiga kelele, wakapiga kelele, wakapiga kelele. Ibada ya Baali inaambatana na nini? Kelele. Ibada ya Baali inaambatana na nini? Kelele. Wakajikatakata kwa visu na viwembe, kama ilivyokuwa desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri. Rudia tena. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri. Unashangaa, unaambiwa wewe na kuona wewe na China. Unasikia na kuona wewe ukienda China mwakani utanunua helikopta, utanunua gari, wakati hata unasikia ungewahi kununua kabisa. Unasikia wakati utajenga ghorofa, ninakuona mbali sana, nakuona mbali, hata hela kiwanja na kuona ukiwa China, ukileta makontena kutoka China, na hata biashara unasikia nyuma, hata gari ndio kufungua, ili naambiwa kwamba nakuona ukiwa China. Kwa hiyo nikutabiri kabisa. Unasikia mama yako huko ndio anakoroga, ndugu zako ndio wanakoroga, ndio maana uendelee. Chukua chumvi ya upako, chukua sisi chumvi. Wewe tunakuja hapo. Wewe inasema ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri, hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. Inasema Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Ikawa Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Sasa hiyo ilikuwa ni ibada ya Baali. Tunaona sasa ibada ya Mungu inayowakilisha na Elia. Tunaona sasa Elia alirukaruka, alijikatakata, alipiga makelele, alicheza. Inasema 36 ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia akisema, wakilisha Mungu sasa ibada ya kweli. Inasema Bwana Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiye Mungu na katika Israeli, na kuwa mimi ni mtumishi wako, na kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie Bwana, unisikie, ili watu wako wajue ya kuwa wewe Bwana ndiye Mungu, wa kuwa
wewe umeyageuza mioyo watu wakurudie. Ndipo moto wa Bwana, ndipo moto wa Bwana, ndipo moto wa Bwana ukashuka. Sasa swali mtawani, tumeona kwa mwanzo walikesha kabisa, wakijikatakata, ndio wakitabiri, wakipiga kelele, ruka. Kabisa. Sasa Elia aliruka? Hapana. Elia alitabiri? Hapana. Elia alipiga kelele? Elia alicheza? Hapana. Kwa ibada ya Mungu hakuna kuruka. Ibada ya Mungu hakuna kupiga kelele. Ibada ya Mungu hakuna kucheza. Unasikia eti mchezee Yesu, akichezea Bwana. Wewe unaweza kwenda kwa baba yako ukamwambia baba, njoo nikuchezee. Unaweza kwenda kwa mume wako au mke wako, eti mke wangu au mume wangu, njoo nikuchezee. Wakajaribu waone. Si ataona umechanganyikiwa. Si atakuwa mpumbavu. Ndio. Unasikia kumchezea Mungu. Mungu anataka kumchezea. Ukimpenda Mungu, Mungu anataka kumchezea. Wanasemaga eti mchezee Mungu. Wewe Yesu, tunakupenda, tukuchezee. Unataka tukuchezee Yesu? Tunakupenda, tukuchezee. Hapo fanyaje? Unaenda 15. Inasemaje? Mkinipenda mtazishika amri zangu. Cheza. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Sema amen. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Kama mpenda Yesu sema ha. Na hujashika amri za Mungu. Ndio. Kazi bure. Kabisa. Cheza na ufuate maneno Yesu anasema. Hatuna sifu. Unapoteza muda. Kabisa. Sisi tumeelewa kusanua. Ni bora zaka zako na sadaka zako uende jehanamu tu unenepa. Kabisa. Zianze kushesha nyama kwanza. Unenepe, uchome Roma. Msemaji, niko rudi kule. Lazima tuchunguze ibada ya Baali inayotanda makanisani. Ibada ya Baali lazima tuifunue. Maana tunajua yafanyao asirini tunaumini kwenye dari. Kabisa. Kwa msemaji, kuna kuruka kabisa. Simuona kuna kucheza kabisa. Simuona kuna kupiga makelele kabisa. Sasa watu leo makanisani si wanapiga kelele kabisa. Watu leo makanisani si wanapayuka wanaruka. Wanaishi kwamba Mungu yuko mbali kabisa. Wanaishi kwamba Mungu yuko mbali. Wanamshusha Mungu roho. Unashangaa wanaita, wanapiga makelele ati Yesu tusaidie, ati Yesu tuokoe. Sasa je, tuulize Biblia, Mungu yuko mbali kabisa. Nisaidie Yeremia 23:23. Wewe Mungu uko mbali, tunakuomba tukupigie makelele, labda ndio tusikie. Ibada za Baali zinaambatana na upigaji wa makelele. Unakuta saa 12 mtu anaamka anaanza kupigia kelele, nyumba mmepanga, unaweza eti anaenda kwa lugha, anapigia kelele wapangaji, anapiga ni baba yao mfanyao shughuli zao kwa amechoka. Unaanza kupigia kelele wapangaji. Ibada ya Mungu haihitaji upige makelele. Sema andiko. Inasema, mimi ni Mungu aliye karibu. Mimi ni Mungu aliye karibu. Asema Bwana. Uko mbali. Mimi ni Mungu aliye karibu. Asema Bwana. Ukipiga kelele, ujue wewe unamwabudu Baali. Mimi si Mungu aliye mbali. Mimi si Mungu aliye mbali. Mungu hayuko mbali kabisa. Na Yesu wakati anafundisha hakutuambia tupayuke. Ndio. Yesu wakati anafundisha hakutuambia tupige kelele kabisa. 6:7 Mathayo. Yesu anafundisha hakusema tupayuke, lakini watu leo wanaanzia asubuhi mpaka jioni ni makelele. Sema andiko. Inasema, nanyi mkiwa katika kusali msipayuke. Ati msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao wazani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Mungu hakusikii kwa sababu wewe una maneno mengi. Ndio. Yaani Mungu akwambie fanya jambo hili, ile jambo wewe hutaki, alafu ukapiga makelele, ati unamuomba, unapoteza muda kabisa. Unapoteza muda. Ni vile tu Mungu ana huruma, aweze kunyima chakula. Kwa hiyo zile baraka za kawaida anaonyesha tu wenye dhambi, watu wanaomtii. Sio kila mtu anaabudu Mungu kwa kijengo tajiri. Sasa hivi kwa mafundisho ya uovu unasikia eti njoo barikiwe. Hayo mafundisho ya shetani utaona saa hii. Unaona? Kwa hiyo sasa Mungu anasema, Yesu anasema msipayuke, ndio andiko. Inasema, kwa sababu wao mzani wa kuwa nasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi, basi msifanane na hao. Msifanane na hao. Maana baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Mungu anajua tunayotaka kabla hatujaomba kabisa. Mungu anajua tunayotaka kabla hatujaomba. Baba Mungu wa Baali ndio hapo. Lakini wanaanza watu wanapayuka, watu wanapiga makelele, watu wanaruka, watu wanajikatakata. Unasikia chezea Bwana, chezea. Watu wanakata fulo na kanisani, hata wanamsifu Mungu. Watu wanacheza. Nyimbo za kidunia zinaingia makanisani.
wamegeuza tu maneno, wanasema ni nyimbo za Mungu, nyimbo zilizozoea za Kikongomani kipindi hicho, ndio sasa hivi zinachezwa makanisani. Watu wamebadilisha tu maneno, watu wanamchezea Mungu. Shetani alisema atakiinua kitu chake ili apokee ibada. Ndio Shetani alisema atakiinua kitu chake ili amuliwe. Sasa ukicheza na kurukaruka kinyume cha utaratibu wa Mungu, ibada hiyo unampelekea Lucifer kabisa, unampelekea Shetani kabisa, unampelekea joka, unampelekea Ibilisi. Shetani anasema atakiinua kitu chake. Shetani anasema atakiinua kitu chake. Kwa hiyo usipofuata utaratibu wa Mungu, maana yake ujue unampelekea Ibilisi. Msemaji, niko tumeona kwamba manabii wa Baali ibada zao ni kurukaruka kabisa. Tumeona kwamba ni kurukaruka na kupiga kelele. Tumeona wao ni kupiga kelele na kujikatakata. Tumeona wao ni kujikatakata. Ndio. Tumeona wao ni kupayuka kabisa. Ibada hizo makanisani zipo hazipo? Kibao. Ibada hizo sasa hivi zipo hazipo? Zipo. Ibada hizo zipo hazipo? Zipo. Sasa wengine sasa manabii wa uongo wanatafuta utukufu. Manabii wa uongo wanatafuta utukufu. Unashangaa mtu ni mtu ameombwa na Mungu. Mungu anasema apigiwe magoti yeye. Mungu anasema apigiwe magoti yeye, aabudiwe yeye. Hebu nisaidie 14:6. Mungu anasema aabudiwe yeye. Lakini unashangaa sasa hivi mwanamke anamheshimu mchungaji kuliko mume wake kabisa. Anamheshimu mchungaji kuliko mume wake. Mume wake hajawahi kumpigia magoti, ili unashangaa mchungaji anaweka atibaba. Andiko inasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, ahubiria hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na jamaa na lugha, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye. Kwa hiyo Mungu anasema tumsujudie nani? Yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa leo wachungaji si wanapigiwa magoti kabisa? Leo wachungaji si wanapigiwa magoti kabisa? Tuulize Biblia, wachungaji wanapigiwa magoti au ni nani anapigiwa magoti? Na wachungaji walivyo waajabu, wanakubali kupigiwa magoti, wanachukua laana ambayo ukujua tu au ukujua. Hata malaika walikataa, wanachukua laana ambayo hastahili. Mchungaji wakubali kupigiwa magoti. Mchungaji ndio nisaidie Mathayo 3:23-9. Mathayo 23:9. Kwa hiyo wachungaji wamekubali kuchukua laana isiyo wastahili. Inasemaje? Wala msimwite mtu baba duniani, kwa maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Kwa maana baba yenu ni mmoja aliye mbinguni. Nisaidie Waefeso 3:14. Tunajua tusimwite baba. Baba tunaye ni mmoja aliye mbinguni. Baba ni mmoja aliye mbinguni. Inasema kwa hiyo nampigia baba magoti, ambaye kwa jina lake baba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Anapigiwa magoti ni nani? Baba yetu aliye mbinguni. Anapigiwa magoti ni nani? Baba yetu aliye mbinguni. Lakini wachungaji leo hii wanakubali kufanyaje? Kupigiwa magoti. Wanakubali kufanyaje? Kupigiwa magoti. Ndio Matendo 10:25. Wachungaji wa leo wanakubali kupigiwa magoti. Unasikia mbele kwambia tupige magoti nikuombee. Piga magoti nikuombee. Sasa mtume alifundisha hivi. Mtume alifundisha kwamba piga magoti nikuombee. Kuna mtume anasema piga magoti nikuombee. Au Yesu alipokuja hapa, alikuwa anaondoa wagonjwa kabisa. Alikuwa anafanya vipofu. Ndio. Wote sio bora simama kabisa. Alikuwa anaambia piga magoti nikuombee. Alikuwa anaambia piga magoti nikuombee. Hapana. Inasema Petro alipokuwa akiingia Korneli, akatoka akamlaki, akamwangukia miguuni, akamsujudia. Lakini Petro akamwinua akasema, simama, mimi ni mwanadamu. Na katika kusema naye akaingia ndani, akaona watu. Kornelio anaenda kumlaki nani? Petro. Akaenda akampigia magoti. Petro anakataa, anasema hapana, mimi naye ni mwanadamu. Na Petro ndiye aliyeachiwa kanisa kabisa. Unazungumza mchungaji mwingine ametokea huko, yeye tu anaamua kutafuta zake pesa kwa kijana cha Injili, nasema apige magoti nikuombee. Petro aliachiwa kanisa, yeye alikataa kupigiwa magoti. Mchungaji, niko simuangalie, si hata malaika alikataa.
Ndio. Malaika alikataa kupigiwa magoti. Kabisa. Nisaidie Ufunuo 19:10. Malaika alikataa kupigiwa magoti. Leo hii mchungaji wako unaenda unajipigisha magoti kwake. Wewe na yeye mmoja ni jikoni. Inasemaje? Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akanambia, angalia, usifanye hivi. Ati usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako. Huyo alikuwa ni malaika kabisa. Malaika wakati anamtokea Yohana akiwa ametupwa katika kisiwa cha Patmo, akiwa anapeleka ufunuo kumwelezea mambo yapasayo kuja mbeleni. Ndio. Na tutafunua kesho. Mambo ambayo yapasayo kuja mbeleni. Yohana naye anampigia magoti malaika. Malaika anasema, mimi ni mjoli wako, usifanye hivyo. Kwa hiyo malaika anajua kwamba magoti yanafaa kupigiwa Mungu pekee. Magoti yanafaa kupigiwa Mungu pekee. Hata Yesu anapokuja wakati anaomba anampigia baba yake magoti kabisa. Saidia Luka. Luka 22:1. Unaona? Yesu anapokuja anapiga magoti wakati wa kusali. Yesu anapokuja alipiga magoti. Sasa wewe unaona unampigia magoti mchungaji wako. Subiri utajua kama ulikuwa unajifurahisha. Sasa andiko linasema Yesu mwenyewe akajitenga nao kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti. Akapiga magoti, akaomba. Kwa Yesu alipiga magoti akiwa na muombe Mungu. Wachungaji leo wangepigiwa hapo. Wachungaji wao wangepigiwa magoti. Unaona watatizo? Wachungaji wangepigiwa magoti. Mchungaji nakubali kupigiwa magoti. Mchungaji nakubali kunyenyekewa. Unachukua nafasi ya Mungu. Mungu anataka tumpigie magoti. Sababu niko sipende kia tu. Ndio. Sipende kia tu. Kabisa. Nisaidie kwanza. Hebu wewe tuangalie kwanza. Wafundisha manabii wa Mungu. Nisaidie Mathayo 3:2. Tuangalie mafundisho ya manabii wa Mungu ambao wameteka watu wakijua kwamba watu ni kanisani, kumbe wako kwenye maduka yao. Wanapiga hela kisha. Inasema tubuni. Huyo alikuwa ni Yohana Mbatizaji kabisa. Alipokuja na kuanza kufundisha watu wa Mungu, alifundisha kutubu, watu watubu. Kwa hiyo manabii wote waliokuwa wakiagizwa na Mungu, manabii wote waliokuwa wakiagizwa na Mungu walikuwa wanafundisha kuacha njia mbovu na kuelekea kweli ya Mungu. Kwa Yohana Mbatizaji anapokuja anafundisha watu watubu kabisa. Anafundisha watu watubu kabisa. Saidia Mathayo 4:17. Manabii wa kweli walifundisha watu watubu, na kutubu sio kwenda kanisani na kuanza kupiga makelele. Kutubu ni kuacha njia zako mbaya kabisa. Soma andiko. Inasema wakati huo Yesu alipoanza kuhubiri na kusema tubuni. Kwa nini? Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa Yesu alipokuja sasa, yeye anaanza kuhubiri watu watubu, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Lakini manabii wa leo sasa wanahubiri kwamba ati njoo ubarikiwe, njoo inuliwe, njoo ufanikiwe. Injili ya kufanikiwa mwalimu wake ni Shetani. Injili ya kufanikiwa mwalimu wake ni Ibilisi. Ukiona mchungaji anakufundisha ya kwamba njoo ubarikiwe, ujue amefundishwa na Shetani. Ndio. Nisaidie Yohana hiyo, Mathayo hiyo 4:8. Ukiona mtu anakufundisha kwamba ati njoo ufanikiwe, njoo inuliwe, njoo upate pesa, ujue unafundishwa na joka. Soma andiko. Inasema kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu. Na fahari yake. Akamwambia haya yote nitakupa ukianguka kwenye Shetani anamwambia Yesu, ukiniangukia nitakupa haya yote, fahari zote za ulimwengu nitakupa. Msomaji, simamani leo wanakuambia njoo utafanikiwa kabisa. Sasa wanakupigana Shetani, ati njoo utainuliwa. Sasa maana yake wasiomcha Mungu wao hawana pesa kabisa, wasiomcha Mungu wao hawana wale, wanaendelea kuvuka mwaka. Ati njoo ufanikiwe, ati njoo inuliwe. Haya mafundisho ujue ni Shetani, kwa sababu Mungu alikuwa ashasema masikini hawatokoma
Mungu alisema masikini hawataisha. Uende ukachukua mafuta, uende ukachukua maji, uende ukachukua chumvi, lakini kama wewe ni masikini, wewe utaendelea kuwa masikini tu. Kwani si watu wanaenda kuchukua maji na mafuta na bado ni masikini? Bado. Si bado wengine wanachukua chumvi? Ndio. Si bado ni masikini? Kwa Mungu alisema masikini hawatakoma. Hebu nisaidie Kumbukumbu la Torati 15:11. Mungu alisema umasikini hauwezi kuisha, lakini watu sasa manabii baada ya kujua kwamba sasa kuna watu wanashinda na pesa, pengine hawana maarifa ya Biblia, wanaamua kuendelea na kile ulichokipata kilicho kidogo, unawapelekea wao kile ulichopata. Unasikia toa sadaka, unasikia toa sadaka ya kujimaliza, sadaka ya kukanga masikini. Naona kuna kukanga masikini, naona kuna wachawi wanaokusumbua, atatoa sadaka ya kuwakanga wachawi. Wewe afu unarudi kwa miguu, afu unatoka huko unarudi kwa miguu. Ulikuwa na pesa yako labda mtaji, badala uanzishe genge, unatoka huko umempa, ati nimejimaliza, mwisho wa siku nitakuwa sasa na nani, ili Mungu anione, wewe. Sema andiko inasema kwa maana masikini hawatakoma katika nchi milele. Ati kwa maana masikini hawatakoma katika nchi milele. Tukachukua mafuta, hawatakoma katika nchi milele. Tukachukua chumvi, hawatakoma katika nchi milele. Wewe tukale keki kupata ni majaliwa. Mungu anasema masikini hawatakoma milele. Kwa hiyo mfungulie mkono wako masikini nduguyo. Ukiwa na ndugu ambaye ni masikini, wewe wenye pesa, inatakiwa msaidie. Ndio. Masikini hawaishi. Taifa la Israeli walikuwa masikini wengi na walikuwa matajiri wengi, lakini sasa umasikini wao ulifichwa kwa sababu wale matajiri walikuwa wanawasaidia wasionacho. Wewe sasa kwa sababu una ngumu, uweze kumsaidia nduguyo. Pesa yako unataka ule wewe mwenyewe tu, pengine pesa zako umezipata kwa waganga, kwa hiyo ni uchungu, una uchungu. Wewe unapata pesa kwa waganga ukawapenda ndugu zako, haiwezekani. Lazima urudi. Lakini pesa kama umepata halali, lazima wewe ndugu zako. Sasa wewe umepewa tunguri, umezika kwako, unataka kwenda kusaidia ndugu zako, au pengine mtoto wako umeoa mwanangu anayesikilia hiyo pesa, afu mjomba na huyo kwa maana barikiwa, Mungu akubariki. Kwa hiyo sasa watu wanaona kuchukua nini? Wafundishe uongo. Lakini sasa sisi lazima tuje tuwasanue. Ndio. Lazima sisi tuje tuambie kweli kabisa. Lazima tuje tuambie kweli. Kwa hiyo sasa masikini hawatakoma. Na mtu anayependa pesa, matokeo yake sasa lazima muasi Mungu kabisa. Lazima muasi Mungu kabisa. Haimaanishi kwamba watu wa Mungu wana pesa. Watu wa Mungu wana pesa na wamebarikiwa, lakini ni katika njia halali, sio njia za kishetani. Ni katika njia halali. Mungu ametoa njia na kanuni za kuwachana maskini. Kanuni ya kwanza, lazima ufanye kazi kabisa. Unapofanya kazi lazima usaidie wahitaji. Hiyo kanuni hata Illuminati wanaitumia. Ndio. Illuminati wanaitumia. Unashangaa Illuminati wana pesa. Illuminati ni watu wa kwanza wa kusaidia maskini. Kwa sababu unapomsaidia maskini, unafanya jukumu ambalo Mungu amelifanya. Kwa Mungu anapoona kama unamsaidia maskini, kwa lazima Mungu akupe. Nisaidie Zaburi 68:4. Kwa Mungu anaona kabisa wewe umemsaidia maskini, kwa sababu Mungu ni jukumu la kuwasaidia maskini. Kwa unapowapa wewe, Mungu lazima kurudishie ili uendelee kufanya hivyo. Kwa Mungu anapo maskini kupitia wewe. Kanuni hiyo Illuminati wanaitumia, lakini watu wa Mungu kwa sababu ya uchoyo wanaona tuna kanisani na hawezi wakasaidia watu. Soma andiko inasema, mwimbieni Mungu, msifuni jina lake, mtengenezeni njia barabarani, apitaye majangwani kama mpanda farasi. Jina lake ni Yehova, shangilieni mbele zake. Baba wa yatima, Mungu ni baba wa yatima. Sasa Mungu kama ni baba wa yatima, kuna namna anavyoalisha watoto wake. Hawezi akashuka kutoka mbinguni awasaidie, lazima wasaidie kupitia watu. Sasa wale watu wanapokuwa wanasaidia yatima, wanafanya yale majukumu ambayo Mungu amefanya. Kwa lazima Mungu awaangalie. Hiyo ni kanuni inaeleweka kabisa. Kama unataka kupata hela, ndio sio kwenda kuchukua mafuta ya upako, usijui kitu gani. Unataka kupata hela, saidia wahitaji kabisa.
maana yake unakuwa unafanya kazi ambayo inafanya Mungu. Vinginevyo unategemea tunguri ndio upate pesa, utaua watoto wako wengi. Utaona watoto wako wengi. Mchungaji, si watu wanaenda kuchukua mafuta? Ndio. Si watu wanaenda kuchukua mafuta? Kabisa. Si watu wanaenda kuchukua mafuta? Na chumvi unajaza kwenye mkono. Si wanasema kwamba wanatumia maandiko? Ndio. Si wanasema kwamba Mungu naye alisema kwamba watu wapate mafuta? Sasa tuangalie sasa Mungu aliwaambia wapate mafuta hayo. Tuchunguze. Tuchunguze sasa. Nisaidie kwanza mahali kwa 6 na mstari wa 7. Pole sasa. Mungu anaruhusu mafuta. Mafuta yanayoruhusu ni hayo wanayoendea. Unashangaa mafuta yamepanda bei madukani kwa sababu wengine watu wanajipaka mwilini. Mafuta mtu anahangaika badala ashuke bei, watu wanajipaka mwilini hata ni mafuta ya upako. Waenda kushika kwenye kona za nyumba. Mwisho wa siku wengine wanamwaga kwa hivyo. Mafuta ni kwa ajili ya kupika. Kwa ajili ya kupikia. Eti mafuta ya upako. Soma andiko. Inasemaje? Akawaambia wale senashara. Akaanza kuwatuma wale wawili. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Akawakataza wasichukue kitu. Akawakataza wasichukue kitu. Wasichukue kitu cha njiani isipokuwa fimbo tu. Isipokuwa fimbo. Kwa Yesu aliwaita senashara, wanaacha wanafunzi wake. Ndio. Akawatuma waende wawili. Akawaambia wasichukue chochote njiani bila fimbo tu. Wala mkote, wala mkoba, wala pesa, wala pesa za duniani, lakini wajifunge viatu. Akasema msivae kanzu mbili, msivae kanzu mbili. Unaona, hata kanzu waliambiwa wasivae kanzu mbili kabisa. Unaelewa? Akaambia mahali popote mtakapoingia katika nyumba, kaeni humo, hata mtakapotoka mahali pale, na mahali popote watakapowakaribisha ninyi, wao wasipowakaribisha ninyi, wao wasikia, mtakapo huko kunateni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu, kunateni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu, kwa ushuhuda kwao. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watubu. Kwa mitume wahubiri nini? Watu watubu. Wao manabii wanahubiri nini? Wapokee. Wao manabii wanahubiri nini? Wapokee. Unaona tofauti sasa. Kama watu walishaacha wanacho kufundisha ni mafundisho mengine, na Yesu anasema nyakati za mwisho watakataa mafundisho ya uzima, wataenda wanajifundisha mafundisho pale. Endelea. Inasema ndio wakatoa pepo, wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi. Simama msemaji. Simona Yesu aliwatuma senashara kabisa, akawatuma wawili, akawaambia wasichukue chochote. Ndio. Akawaambia isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala pesa za kibigeni. Sasa kwamba wasichukue mkate. Sasa kwamba wasichukue kanzu mbili. Ndio. Sasa kwamba wasichukue mkoba kabisa. Lakini siona kwamba wanapoenda wanatoa mapepo. Ndio. Siona kwamba wanapoenda wanapaka mafuta. Ndio. Sasa kwako. Ndio. Hayo mafuta waliyabebea wapi? Sijui. Hao mafuta waliyabebea watu. Yesu anasema anawaita wanafunzi wake, anawatuma wawili, anawaambia nendeni huko, anawapa amri ya kutoa pepo, anawaambia wasibebe chochote, kanzu wasibebe, mkate wasibebe, mkoba wasibebe, wala pesa wasibebe, na kanzu wavae moja sivae mbili, wana fimbo tu. Tunaona wanaenda huko, wanaombea watu, wanatoa mapepo, wanawapaka mafuta. Ndio. Swali sasa. Haya mafuta waliyabebea wapi? Manabii leo wanasema wanatumia andiko ati Yesu aliwaambia wanafunzi wake wapate watu mafuta. Sasa swali, haya mafuta walibebea wapi? Labda unajua aje kuambia ni mafuta gani? Inatakiwa watu wafundishwe mafuta ni nini kabisa. Inatakiwa watu waelekezwe mafuta ni nini. Biblia inapoongelea mafuta inamaanisha nini kabisa. Sio hayo ya mzeituni au mafuta hayo yako ndio. Mnakimalizia mafuta dukani, mwisho wa siku mafuta yanapanda leo. Wengine mnapaka mwilini. Badala ya mafuta yashuka bei, wengine mnamwaga kwenye kona. Na nyinyi mnaweka wadau sasa. Mnamwaga atulowaga kwenye biashara. Wewe Mungu anakuona biashara yako ndogo ndogo, wewe Mungu atainua. Kabisa. Wewe Mungu hutazaka. Mungu atainua. Hutazaka saidia wanyonge. Hiyo ndio biashara yako itainuka haraka. Wewe umekusanya maji, unatolea mafuta.
umechanganya mafuta na kikisa, umenyunyiza kwenye biashara, mwanzo asubuhi mpaka jioni, umepata bora kidogo, unarudisha kule, unarudisha, na ukisharudisha unarudisha kwa mwenyewe, yaani unapeleka rejesho, tumeuleta hiyo, unapeleka rejesho kabisa. Umeona msomaji? Basi tunaona kwamba ndio andiko inasemaje? Wakatoa pepo wengi, wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi. Tunaona kwamba walipaka mafuta watu wengi. Sasa msomaji, mafuta ni nini? Mafuta ni kitu gani? Hebu nisaidie kwanza Luka 4 mstari wa 17. Luka 4 mstari wa 17. Tuangalie mafuta. Biblia inapoongelea mafuta inakuwa inamaanisha kitu gani? Ni mzaituni wote tujipake. Kama ni mzaituni wote tujipake, au kama ni hayo ya kolie, maana naambiwa mnanyua tu ya kula, wote tujipake hayo. Sema andiko inasema Yesu akapewa chuo cha nabii Isaya, akafanyaje? Akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, wewe Bwana yu juu yangu, wewe Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Unajua tena inasema wewe Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Kwa hiyo anayepaka mafuta ni nani? Wewe Mungu. Anayepaka mafuta ni nani? Wewe Mungu. Anayepaka mafuta ni nani? Wewe Mungu. Nisaidie Matendo 10:38. Anayepaka mafuta ni Roho Mtakatifu kabisa, sio nabii wako. Anayepaka mafuta ni Roho wa Mungu. Soma andiko. Ni Mungu. Nasema habari za Yesu anazoipa jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu. Mungu alimpaka mafuta Yesu kwa Roho Mtakatifu. Mafuta yanapakwa na Roho Mtakatifu. Ndio. Sio nabii wako kabisa. Sio nabii wako. Mafuta yanapakwa na Roho Mtakatifu kabisa. Mafuta yanapakwa na Roho Mtakatifu. Sasa msomaji, nisaidie Yohana wa kwanza 2 mstari wa 20. Kwa mafuta ya upako, mafuta ya sasa hivi wanasema ya upako, unatapeliwa mafuta, watu wanaoisha mambo ya ajabu ajabu. Mafuta yanapakwa na Roho wa Mungu, mafuta hayapakwi na mtu wa kawaida. Sema andiko. Waraka kwanza Yohana 2:20 inasema. Unasemaje? Nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu. Mafuta tunapakwa na Mungu kupitia Roho wake. Kwa hiyo tunapakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu. Nani mnajua nyote? Nani mnajua nyote? Sasa msomaji. Ndio. Wanapakwa mafuta. Ndio. Wanajua yote? Hapana. Msomaji, ndio wanapaka mafuta, wanajua yote yale mafuta yao. Hapana, mmepaka mafuta na aliye mtakatifu, nanyi mnajua yote. Sasa swali msomaji, ndio watu wanasema wanapaka mafuta, ndio wanajua yote, wanapaka ndio watoto, sio wanajua mimi hata sio wanajua yote. Hapana. Sasa wakakuwa wanajua, wakamwabudu Mungu roho kabisa, wasingeweza kumwabudu. Umeona maagizo kwa watu wanapaka mafuta na aliye mtakatifu. Nisaidie 27 hapo. Tunapaka mafuta na aliye mtakatifu. Inasema nanyi mafuta yale, nanyi mafuta yale mliyopata kwake yanakaa ndani yenu, yanakaa ndani yenu. Sasa msomaji, ndio hayo mafuta wanapaka kwa makanisani yanakaa ndani yao, labda afanyie operation ya malaika, si leo wanapaka, ndio kesho sio wanapaka, ndio akishaisha sio anaenda kuchukua dawa nyingine, sio kuchukua dawa nyingine, wengine sio kutoka mambo matano, yani kama wagonjwa, wengine wanaenda matatu, wengine 10, anategemea na tatizo. Swali sasa, haya mafuta yanakanda ni yao? Hapana. Hebu andiko inasema nanyi mafuta yale mnayopata kwake yanakaa ndani yenu, yanakaa ndani yenu. Wewe hamna haja ya mtu kuwafundisha, wewe hamna haja ya mtu